Tupo duru la pili ligi kuu soka Tanzania bara. Si ajabu kwa mechi zilizosalia ligi kuu soka Tanzania bara kuanza kusikia mabadiliko ya wachezaji kwa namna ambavyo wameonyesha performance, aidha kusalia ama kuachana na vilabu. Kubwa hasa huwa vinazungumzwa Simba na Young Africans. Hapa ligi kuu soka Tanzania bara alisikika mwalimu wa Simba Sports Faldo Davis akisema anahitaji namba 10 mzao. Wakamhusisha sana na Faisal, hivi sasa ndiye anayezua gumzo kwenye mitandao ya kijamii na hata pia kwenye vituo vya radio, hususan kwenye masuala mazima ya uchambuzi. Mimi nipo na Dula Heavyweight kupata kuyasikia mengi kutoka kwako. Hali yako iko vipi? Bana kwema, namshukuru Mwenyezi Mungu. Uko vizuri kabisa? Ya, niko vizuri. Mimi nitapenda niende moja kwa moja kama nilivyofungua ndugu yangu Heavyweight. Failasufi, Faitoto anaimbwa sana hivi sasa. Na kubwa sana husishwa na vilabu viwili, Simba Sports pamoja na Young Africans. Nini ambacho kipo sirini baina ya Failasufi, Simba Sports, Failasufi, Young Africans? Tuanzie hapo. Of course, jambo la kwanza tetesi huwa zipo, umeelewa, lakini unaposikia tetesi manake ni kitu ambacho kinasadikika. Na kwa sababu kinasadikika, na sisi watu wa sports tunatakiwa tuwe tunafuatilia hizo tetesi pamoja na kinachoongelewa kuelekea kwenye dirisha la usajili. Sawa, unajua katika kufuatilia kwangu, katika vyanzo vyangu, vyanzo nyeti ambavyo yani hivyo vyanzo havina ukakasi wala havina shaka kabisa, ni kwamba umetaja klabu mbili, Simba na Yanga, lakini mimi ambacho ninacho ni kwamba Faisal Salum ni swala la muda tu kucheza katika klabu ya Simba Sports Club. Yani hilo ni swala la muda. Mimi huwa mara nyingi sipendi sana kuzungumzia tetesi na nini, lakini ukiona nimezungumzia basi ujue hicho kitu nina uhakika nacho 1500%. Zaidi ya 100. Yes, na kwa hivyo labda niseme tu kwamba tutakuja kupata session nyingine za siku za mbeleni kuzungumzia tu jinsi gani ambavyo Faisal atakuja kutumika chini ya Fadlu Davis kulingana na mifumo yake ambao wamekuwa akipenda kuitumia, jinsi ambavyo anatengeneza mashambulizi yake, na hivyo ndio vitu ambavyo tutadiscuss mbeleni. Lakini kwa kusema kwamba atarudi Yanga si kweli, nimeelewa, kwa sababu kwanza ameshawahi kucheza Yanga, na yeye wakati anatoka Yanga kwenda Azam FC nafikiri kuna kitu alijifunza. Simeelewa jinsi ambavyo Yanga ni wagumu sana kumwachia mchezaji kutimiza ndoto zake, jinsi ambavyo wamekuwa hawana maelewano mazuri na mchezaji ambaye ataamua kuenda kutafuta changamoto mpya. Fisto Mayele ni miongoni mwao, na baadhi ya wachezaji wengi tu ambao wameshawahi kutoka pale Yanga kwenda kwenye vilabu vingine na kukutana na majanga, aidha labda kudai pesa zao za kuvunjua mikataba, labda kama mchezaji akivunjua mkataba. Lakini kuna wengine ambao walikuwa na performance nzuri wakataka kwenda kwenye changamoto mpya, jinsi ambavyo wamekuwa waking'ang'aniwa na vitu kama hivyo. Kwa hivyo ukiachana na mambo hayo, pia nafikiri unafuatilia, unakumbuka vizuri kwamba Faisal hakuondoka kwa wema Yanga. Kabisa. Alisema analishwa ugali na sukari. Mimi nakumbuka bado, umeelewa, alisema kwamba alikamwe hamheshimu mama yake na vitu kama hivyo, lakini alitoa ahadi kwamba hawezi kurudi Yanga mpaka Engineer Hersi aondoke, na mimi kwa upande wangu naona bado yupo Engineer Hersi. Kama kuna tetesi za kuondoka basi labda zitakuja mbele, lakini kwa sasa hivi bado yupo. Sasa sidhani kama yale maneno atayanywa tena. Kwa hivyo tayari kashatapika, manake kuyarudisha lakini kwa upande wangu msiongelei kwa sababu eti ya hivyo kama labda natoa mtazamo. No. Nazungumza kwa sababu nina uhakika kwamba Faisal Salum ni mchezaji ambaye Simba Sports Club wamefanya namna zote za kuweza kumpata, na wamepambana sana, na dau ambalo wameweka ni kubwa mno. Umeelewa, kuanzia mshahara, signing fee yake pamoja na bonus ambazo atakuwa anazipata kila anapocheza mechi, na impact yake katika eneo la ushambuliaji la Simba. Manake tushazoea wachezaji wengi wa Kitanzania hawapewi thamani. Kabisa. Umeelewa, Simba walichokifanya ni kumpa thamani Faisal Salum, ambayo pia hiyo thamani aliipambania, kwa sababu kipindi anacheza Yanga hakupewa thamani Faisal Salum, na miongoni mwa vitu ambavyo alikuwa analalamikia ni pamoja na maslahi madogo sana ambayo amekuwa akiyapata. Na ndio tatizo la Tanzania hii. Sio, unaelewa? Yani watu hawapewaji thamani wanaostahili. Umeelewa? Mtu anataka tu akutumie kwa manufaa yake yeye, akiamini kwamba wewe yani kwamba akitokea employee wa nje basi atapewa thamani kubwa kuliko wewe. Sio tu kwenye football, lakini Faisal alisimama
Sijui unanielewa. Faisal alisimama akasema mimi kwa upande wangu, kwa sababu kipindi kile na wakumbusha watu Stefan Aziz Ki alikuwa mechi nyingi anakaa mkeka. Faisal anacheza. Sijui unanielewa. Faisal anacheza. Na alikuwa na impact kwenye kikosi cha Simba. Alikuwa ndo star kwenye kikosi cha Yanga manake. Alikuwa yeye ndo star kwenye kikosi cha Yanga. Umeelewa? By far. Lakini alikuwa ndo anapokea mshahara kiduchu. Ndio hiyo milioni, ilikuwa milioni ngapi walisema? Milioni 4. Alafu kuna wachezaji hapo wa kutoka nje, impact yao ndogo, wanapokea milioni 7, milioni 10 mpaka 15. Hicho kitu kilimuuma na alistand. Umeelewa? Hakuna yale mambo utaonekana utafanyaje utani, hakuna. Nataka maslahi yangu yatangulizwe. Unatengenezewa jina. Tutakutengenezea jina, sijui utaonekana, then what? Sio, unaelewa? Kwa hiyo Faisal alisimama na kusema kwamba mimi kwa thamani yangu ninavyojiona, ambao alikuwa correct, sio kulipwa milioni 4 kulingana na wengine ninavyoona wanachokifanya. Sasa mara nyingi Tanzania ipo hivi. Ukiwa mtu wa kusimamia misimamo yako, especially kwenye swala la maslahi yako binafsi, wanakuona mbaya. Lakini ndio vitu ambavyo watu wa nje wanakifanya na wanapongezwa. Huyu anajua thamani yake, anajaribu, anasoma mkataba vizuri, anafanyaje. Lakini huku kwetu sisi, sasa hii leo ndo faida yake. Anakuwa mchezaji mzao ambaye ataenda kupokea pesa nyingi zaidi kwenye historia ya soka la Tanzania. Sio, unanielewa? Nakuelewa vizuri. Mchezaji ambaye analipwa fedha nyingi kwenye historia, anakwenda kulipwa fedha nyingi zaidi kwenye historia ya wachezaji wazawa Tanzania hii, na atawazidi mpaka baadhi ya wachezaji wa nje wengi tu, kutokana na mshahara, bonus na marupurupu mengine mengi ambao atakutana nao kwenye hiyo sign. Kwa hiyo wadau wako wa Wisport, unaelewa, pamoja na wadau wangu mimi wa Heavyweight Dula hapa, waelewe kwamba Faisal Salum 90%, tunasema 90, ni mchezaji ambaye atacheza Simba Sports Club msimu ujao, manake huu unaokuja 25-26 atacheza Simba Sports Club. Hilo nishaweka verification. Hizi 10, kwa nini nimeziacha hizi 10? Unaweza kwa unajiuliza, kwa nini 10 hizi zimebaki? Ni kwa sababu of course huyu ni mchezaji ambaye still bado ana mkataba na Azam. Na unajua Azam tena unapenda kuona ni timu ambayo tuseme ni timu ambayo haiwezi kumpa mtu ndoto zake kwenye swala zima la mataji. Hiyo inajulikana. Ila kuhusu mshahara sio shida. Of course wana pesa, wana uwekezaji, sijui wana treatment nzuri kwa wachezaji, wana basi, sijui wana mikate. Lakini linapokuja swala la makombe, sijui unaelewa, mchezaji apate zile prestige tunaita. Umeelewa? Silverware na vitu hivyo. Sijui kufika mbali kwenye mashindano ya kimataifa, kwenye kuna vitu vya kujidai baada ya pale. Hapati. Na hata ile tuseme unajua kuna ile kwamba mchezaji akisha staff na vitu kama hivyo, kuna story nyingi anazungumza. Uwezo ukaanza kujisifu, mimi nimecheza Azam FC. Nilikuwa nalipwa pesa nyingi. Nimecheza Azam FC kuanzia mwaka fulani mpaka mwaka fulani, miaka 10. Mimi ni legend wa sasa. Haisaidii. Ma legend wote wanaoimbwa Tanzania, wengi wao ni Simba na Yanga. Wote wanaoimbwa. Kabisa. Si unaelewa? Record nyingi sana zinawekwa kwenye mechi za Simba na Yanga. Hiyo finali ya 93 ambayo ndio mpaka leo inazungumzika. Ilikuwepo, haikuwepo. Wengine wanasema haikuwepo, wengine wanasema kombe la Abiola. Lakini ndio tayari inazungumzika hivi. Kabisa. Finali walioingia Yanga 2023. Umeelewa? Ipo kwenye historia. Ipo kwenye historia. Ina maana kama Faisal angekuwepo, angekuwa sehemu ya historia hiyo muhimu. Na anaiona leo Simba Sports Club ndio timu yenye dira nzuri kwenye michuano ya kimataifa. Why not asijoin? Aendelee kubaki kwenye mikate na supu. Hali ilipokuwa sio shwari kwa upande wa Faisal kutoka Young Africans, ilionekana njia pekee ya Simba kumpata ni kwenda Azam. Lakini alipofika Azam ikaonekana ana mkataba ambao ili aondoke Azam inatakiwa Young Africans yanufaike na yule mchezaji. Hili limekaaje Heavyweight? Kama kuna 90% zilikuwa ni sehemu ya propaganda kuonyesha uzito wa kwamba ni mchezaji ambaye hawezi akahudumu hapa, kwa sababu mkataba kwa mujibu wa maelezo ya waliokuwa wanazungumza kwamba ili asajiliwe timu ya ndani Young Africans kuna kiasi kikubwa sana cha fedha ambacho anatakiwa kulipa. Sababu ambayo inaona nafasi kubwa ya Faisal kwenda nje kuliko kubaki hapa. Nini ambacho wewe yani kwa jinsi muktadha wa jambo lilivyokuwa unaona imekuwa sababu ya Faisal kwenda Simba Sports? Of course ninachojua mimi ni kweli Yanga walimuuza Faisal. Manake hakuvunjiwa mkataba. Manake angekuwa kavunjiwa mkataba Yanga alafu ndo kaenda Azam,
automatically Yanga wasingeweka hizo kwa sababu of course masharti yapo. Unaweza kukuta kuna kitu kinaitwa buyback clause, sio, unaelewa? Kuna zile clause zingine ambazo zinaamuru kwamba mchezaji akiuzwa percent fulani inakuja kwa klabu aliyo, lakini mara nyingi inakuwa ina determine thamani ya mchezaji husika, sio unajipangia tu unajiwekea. Inaangalia mara nyingi thamani ya, sababu ushaona huyu mchezaji thamani yake labda ni milioni 500, ukasema huyu akiuzwa tunataka tupate bilioni 3, wakati hata hiyo bilioni 3 kwa mauzo yake tu ya overall haifiki. Kwa hiyo inakuwa ni nonsense. Lakini hata kama ipo hivyo bado haiwezi kuzuia, kwa sababu kama Azam na Simba watamalizana vizuri, Azam anaweza hata kumvunjia mkataba Faisal. Kwamba bana sisi tulimvunjia mkataba, hamna mlichoambulia. Kwa hiyo mwisho wa siku sisi hatuja nini, kwa hiyo tulimvunjia mkataba mchezaji na yeye akaamua kwenda na maisha mengine. Kwa hiyo hicho kipengele chenu kimekufia hapo, sababu sisi baada hapo tulimvunjia nini mkataba. Kwa hiyo hicho kitu hakiwezi, kwa sababu hiyo ni issue ndogo sana. Hivi kweli unaweza kuzuia mambo hayo? Mara nyingi timu kubwa zinapoamua jambo lake. Kwani Imam Washu ilikuwaje? Imam Washu alikuwa nyota tegemeo pale kwenye kikosi cha Zamalek, lakini alizunguka akaenda Denmark, baadaye Al Ahly wakapita naye hivyo. Kwa hiyo Mahmoud Kahraba hivyo wamefanya hivyo, na sasa hivi wanataka kumchukua Zizu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo timu kubwa ikiamua kusema kwamba tunataka kuchukua mchezaji fulani, of course utaweza kuzunguka, lakini mwisho wa siku utampata watu watachukua tu, kwa sababu wewe unavotengeneza njia hii, si unanielewa? Ndio maana kila siku unaona security zile teknolojia kwenye kuongeza ulinzi zinaongezeka, kwa sababu pia zile teknolojia za awali watu wanakuja na solution mpya kwamba mimi nitaweka clause, sijui nitaweka hichi. Wenzako watakuja na mbinu nyingine ambayo itakuja kuharibu hiyo. Kwa hiyo itabidi ufikirie upya. Kipindi unafikiria upya, ule la kwanza limefeli. Kwa hiyo niwaambie tu hivyo kwamba Faisal 90% namuona Simba Sports Club. Na unajua ukishakuwa na mchezaji kama Faisal kwenye kikosi, umeelewa? Unaelekea ulikuwa unasemaje? Swali langu ni kwamba Faisal kwenye hizo 90% unamuona akivaa uzi wa Simba Sports kwenye namba ambayo anahudumu Jean Charles Ahoua. Swali ni kwamba kama aliweza kumbakisha Stefan Kiazizi akiwa kwenye kikosi cha Young Africans, vivyo hivyo unamuona kuwa Jean Charles Ahoua akisubiri kwa Faisal Salum. Yes, ndio nilikuwa nakuja hapo. Of course ndio maana ukaniuliza, lakini umeniuliza katika namna ambayo sikutaka kulizungumzia hivyo. Lakini ngoja niweke hivi. Kwanza naweza nikasema hivi, Jean Charles Ahoua uwezo wake anauonyesha ni mkubwa zaidi kuliko uwezo ambao ameshawahi kuuonyesha Stefan Aziz Ki ndani ya msimu wake wa kwanza akiwa na Yanga. Yaani uwezo ambao ameuonyesha Jean Charles Ahoua msimu huu ni mkubwa maradufu zaidi kuliko ambao amewahi kuonyesha Stefan Aziz Ki ndani ya msimu wake wa kwanza akiwa Yanga, kwa sababu msimu ambao bora zaidi kwa Stefan Aziz Ki ni msimu uliopita ambao alikuwa top scorer, si ndo maana yake? Na MVP, umeelewa? MVP yake ya pili kwenye career yake ya soka. Sasa kwa tafsiri hiyo, ule msimu ambao Stefan Aziz Ki ana struggle kumweka nje Yanga, kumweka nje Faisal, inamaanisha kwenye kikosi cha Yanga, ni msimu ambao Faisal ndio alikuwa moto. Sio, unanielewa vizuri? Kwa mantiki hiyo ni kweli. Na pia option muda mwingine aina kocha mbinu zake zinataka nini, ufanye nini kwa wakati gani. Nasruddin Nabi alikuwa anaonekana kuvutiwa zaidi na Faisal, sababu kabla ya Faisal kuingia kwenye hiyo nini, yani tuseme kwenye hii bato ya Aziz Ki pamoja na Fei katika kikosi cha Yanga, na kukumbusha ilikuwa Saido na Faisal before na kuna kipindi Nabi alikuja kumkingia kabisa kifua Faisal mbele ya vyombo vya habari, akasema mimi siwezi nikampanga Saido ndani ya kikosi alafu Fei akae nje, kwa sababu Nabi yeye ndo alikuja kumtoa Faisal kutoka kwenye kucheza kiungo mkabaji mpaka kumweka kwenye namba 10. Before katika kipindi cha nyuma Zahera aliwahi kumtumia kwenye namba 6 pamoja na namba 8. Lakini mara nyingi alikuwa anacheza namba 6 pamoja na Papishi Shimbi kwenye box to box. Si unakumbuka? Kwa hivyo yeye ndo alikuja akasema na huyu Faisal mimi namweka kwenye namba 10. Na baada hapo sasa baadaye akaja akasajiliwa Saido akawa mechi nyingi hachezi. Mpaka kukaingia mgongano baina ya Saido na Nabi. Na akasema kwamba mimi siwezi kumweka Feitoto nje, acheze nani?
Na kuna mechi alionyesha kitendo cha dharau baada ya kufunga lakini ilikuwa ni kwa Mwambusi. Nakumbuka. Okay, sawa. Umeelewa? Kwa hivyo labda niseme tu kwa haraka haraka ni kwamba kwa nini nilikuwa nataka nizungumzie jinsi atakavyotumika. Unajua ukishakuwa na mchezaji kama Faisal Salum unahitaji zaidi mawinga wanaofunga magoli kuliko mshambuliaji wa kati anayefunga magoli mengi. Kiufundi, kutokana na jicho langu mimi linavyoniambia. Okay. Kiufundi, kwa sababu characters zake zinaweza zikamfanya yeye kutumika. Tena wote wawili bahati nzuri, either huyu Jean Chalea au Faisal. Yoyote kati ya huyu anaweza akatumika kama false 9. Na false 9 akishakuwa na uwezo mzuri wa kucheza hiyo nafasi kiufundi, hauhitaji zaidi mshambuliaji, unahitaji mawingers wanaofunga magoli. Kwa nini mawingers wanaofunga magoli? Kwa sababu mawingers wanaofunga magoli wanakuwa na characters zao. Sinaita tunayowaita inverted winger. Maana yake huwezi kufunga magoli kwa kukaa kwenye touchline muda mwingi. Unabidi muda mwingi uingie ndani. Ujaribu kuangalia wapi kuna space kwenye half space zile baina ya center back pamoja na full back. Unaingia kwenye zile channel. Wakati huo false number 9 yeye ana uwezo wa kuzunguka eneo kubwa katika lile eneo la box la mpinzani. Either akawa anashuka chini kidogo kama namba 10 fulani, anamdrift defender kutoka kwenye eneo lake mama anamleta kwenye eneo la mbele, na zile channels zinazobaki baina ya safu ya mwisho ya ulinzi ya timu pinzani wanatumika wale mawinga kuingia kwenye maeneo hatari na kuweza yeye sasa kutumika kama kichocheo cha kuwapa pasi. Nafikiri kama umefuatilia ile Liverpool ya kina Bobby Firmino, Sadio Mane pamoja na Mohamed Salah, inaeleweka vizuri jinsi ambavyo Bobby Firmino alikuwa na influence ile attacking play ya Liverpool kwa kipindi kile. Ndio hichi kitu tunachokizungumza. Kwa hiyo Jean Chalea huwa anaweza akacheza kwenye namba 10 kwa sababu ameshawahi kufanya hivyo akiwa na ASEC Mimosas. Umeelewa? Lakini hata Faisal anaweza kucheza namba hiyo kwa sababu tayari ana viashiria vya kuwa mfungaji mzuri tu. Si unanielewa? Yeah, kwa hivyo mimi kwa upande wangu naweza nikasema Jean Chalea huwa akicheza namba 10 anakuwa mzuri zaidi kwa sababu pia ameshawahi kucheza hivyo, na katika ligi ya Ivory Coast amewahi kucheza kuna mechi moja aliangalia dhidi ya FC Muna ambapo aliweza kufunga mabao mawili. Alicheza as a false number 9 na aliweza kufunga mabao mawili baina ya center backs wawili, ana receive mpira pale na anaenda nao ana score. Sawa. Kwa mantiki hiyo sasa ukinapokuwa na Faisal unaweza kushangaa pia Jean Chalea huwa anacheza, Faisal anacheza na labda Simba wakipata winga mwingine ambaye anafunga zaidi mabao. Umeelewa? Wakapata safu ya ushambuliaji hatari ambayo inaungwa na viungo wa kisasa. Na by the way Simba ya Fadlusi inapenda kupiga pasi. Of course ndio timu iliyopiga pasi nyingi kwenye ligi kuu mpaka hivi sasa. Hakuna timu yoyote ambayo inamkaribia. Of course Yanga inamkaribia lakini sio katika namna ya yani bado kaachwa zaidi ya pasi 300 na kwa hivyo kwa sababu ni timu ambayo inafanya build up, ina uwezo wa kuipangua ile safu yoyote ya ulinzi au defensive block yoyote ya ulinzi ya timu yoyote. Nafikiri umeona katika mchezo uliopita dhidi ya JK ni KMC sijui. Jinsi bao la Budo Mutale lilivyoweza kufunga. Ile ndo raha ya kuwa na viungo washambuliaji wengi kwenye kikosi chako. Manake sio lazima mshambuliaji awe kwa mantiki hata sio lazima kwamba angekuepo Mukwala ndo angefunga. Kwa ile exchange ya pasi unakuwa unashindwa mpinzani kupredict move inaofuatia. Umeelewa? Kwa sababu huyu anafanya movement. Kwa hiyo inakuwa inatengeneza. Kwa hiyo ndio raha ya kuwa na Faisal Salum kwenye kikosi chako. Umeelezea vizuri sana Heavyweight. Yaani hata kama ni mtu ambaye haujui mpira kwa mara ya kwanza na kusikiliza, basi anaelewa nini kinachozungumza. Umezungumzia winga. Na hivi sasa Simba inamiliki winga machachali, winga ambaye anaimbwa, winga ambaye anakupa kila unachokihitaji anapokuwa uwanjani. Elie Mpanzo. Naye pia tetesi zinamhusisha aidha kuondoka Simba Sports. Mazungumzo yapo mengi, wanamhusisha na Young Africans, wengine wanamuona akitoka nje ya ligi ya Tanzania, lakini kinachosemekana ni kwamba yupo kwa mkopo ndani ya kikosi cha Simba Sports. Ili pengine labda una taarifa zake za usirini ambazo hazipo bayana kwa watu na wana kiu ya kusikia. Yeah, of course hizi zinaitwa tetesi boga. Unazijua tetesi boga? Manake lile boga ukiliangalia hivi, unaweza ukajua linatolewaga kwenye mti mkubwa sana. Kumbe wala ni majani tu yale madogo ambayo yanatambaa chini ndo anatoa ule mboga mkubwa. Umeelewa au tetesi wanaita tikiti maji. Maana ndio vitu ambavyo vinafanana. Kwa sababu nimesikia zote tetesi kwamba yupo kwa mkopo Simba pale kutoka AS Vita. Ina maana hao watu ambao wanatoa hizo tetesi hata hawajui yule mchezaji anamilikiwa na nani. Kwa sababu hamilikiwi na Vita Club. Umeelewa? Na wala Vita Club hawana haki yoyote ya kimauzo ya Elie Mpanzo. Sasa litakuwa waelewe vitu kama hivyo. Sawa. Yes, watakuwa waelewe vitu kama Elie Mpanzo anamilikiwa na AJ Van Hughes.
Okay. Na pale Vita alienda kwa mkopo. Na tunavyozungumza mpaka sasa hivi kuna kiwango kikubwa tu cha pesa ambacho Vita Club wanadaiwa na AJ Vancus kwa ajili ya mkopo wake zaidi ya dola 25,000. Umeelewa? Kwa hiyo kwa maana hiyo Vita sasa hivi wanaumiza kichwa, wanalipa vipi ile deni la Mpanzu. Of course. Na Simba waliweza kumsajili Eli Mpanzu kwa kiasi kisichopungua milioni 500 za Kitanzania. Hiyo milioni 500 imeunganisha mambo mengi, marupurupu kadha wa kadha hapo, ikiwemo signing fee yake pamoja na pesa ambayo ilienda kwenye klabu yake mama ambayo imemkuza na kumlea kabla ya kwenda Vita Club, ambayo ndio hiyo AJ Vancus. Na wao ndio wameingia makubaliano baina yake yeye, yani manake baina ya Mpanzu na Simba Sports Club. Sasa Vita Club wao wapo katikati kama dalali tu, kwa sababu Simba wameweza kumuona kupitia Vita Club. Kwa wapo kama dalali. Na kama angekuwa Mpanzu ni wa Vita Club, Simba wangepata ugumu sana kwenye kumsajili, kwa sababu Vita Club walikuwa hawataki wachezaji wao mahiri waondoke, kwa sababu by the way walikuwa na msimu mbaya kipindi ambacho wanacheza katika editions ambazo wamewahi kupitia msimu mbaya, ikiwemo na msimu uliopita. Kwa hiyo wasingependa kuona timu inapitia katika hali ngumu kama hiyo alafu wanaacha wachezaji wao muhimu wafanyeje? Waondoke. Sasa anatokea mtu anaanza kuspread sijui ataenda nini kwa mkopo, huyu ataenda sijui wapi, ataenda. Sio kweli. Kwanza hujui anacheza yani anamilikiwa na timu gani. Na wachezaji wengi wa Kikongo unaweza kukuta anacheza DC Motema Pembe, kumbe hamilikiwi na DC Motema Pembe. Unakuta anamilikiwa na Stade de Lemba, inacheza ligi ya champion ya huko inaitwa Epkin Championship, ligi daraja la kwanza ya Kongo. Sasa mtu akiwa hajui vitu kama hivi, akipewa agenda yeye anakimbilia kutoa alafu anaaibika. Kwa hiyo mwisho wa siku Eli Mpanzu yupo, simeelewa. Na partnership yake atakayoungana nayo na Jean-Charles Ahoua pamoja na Fei Toto itakuwa tishio. Na ndio maana nikasema Simba hata kama wasipopata mshambuliaji namba 9 anaifunga sana mabao, wakipata winga mzuri ambaye ana uwezo wa kudrift, wa kuingia ndani, kufunga, kukeve, kujaribu kusumbua sana safu ya ulinzi anapokuwa maeneo ya hatari kuliko kwenda kwenye touchline, Simba inaweza ikasumbua zaidi kwenye ligi. Unajua japokuwa kwenye michuano ya kimataifa ni muhimu zaidi kuwa na mshambuliaji, kwa sababu mara nyingi viungo wa washambuliaji, nazungumzia mawinga na namba 10 wengi sio wazuri sana kwenye mipira ya vichwa. Umenielewa? Na mara nyingi wanakuwa wanaamua, kuna muda mwingine wanakuwa wanaamua maamuzi ambayo si sahihi. Wengi wanataka kupiga, wengi wanataka kwenye nafasi, yeye anashindwa kumpa mwenzake kwa muda na vitu kama hivyo na nini. Kwa hiyo kuepusha huo mkanganyiko ni muhimu zaidi pia kuwa na mshambuliaji ili kutengeneza options nyingi kwa mwalimu, kuwa na machaguo mengi ya kiufundi. Lakini kwa kusema ataenda Yanga, of course anaweza kaenda. Umeelewa? Kivipi? Yanga ataenda, lakini akifikisha miaka 33. Of course ataenda Yanga akifikisha miaka 33. Sasa hivi ndio ambao tunachokiona hivi sasa na hudumu ndani ya Simba Sports, wao wameshakifyonza ndio mwakabizi mchezaji kweli. Of course, yani kwa sababu sasa hivi ana miaka 22 Eli Mpanzu. Akifikisha miaka 33 kama ataendelea kuwepo kwenye ligi ya, ina maana unazungumzia ana uwezo wa kwenda 11 baadaye sasa. Anaweza akacheza ya. Unamuona huo muda wote bado akisalia Simba Sports. Ndio maana akasema kama itatoka, sababu of course wachezaji wazuri pia wana zile DNA, tuna DNA zetu. Mfano kama Emmanuel Okwi. Menelo alikuja hapa 2009. Unakumbuka kutoka Sports Club Villa. Ndio akacheza, akaenda sijui wapi, akarudi, kaenda sijui Etoile Sahel, karudi, kaenda sijui wapi. Mpaka 2019 ndo kaondoka. Si ndio? Kwa hiyo inawezekana. Kwa hiyo kama itatokea akawepo mpaka hiyo miaka 10 mbele au 11 mbele, anaweza akaenda Yanga, lakini sio sasa hivi. Sasa hivi mara nyingi Simba wachezaji wake wale wazuri. Unajua Simba wana type zao za wachezaji. Type zao, si kwamba type zao unaelewa? Mfano Okwi, Louis Mixon, Cletus Chota Chama, hao ni wachezaji ambao wamesumbua. Zile ni type fulani ambazo yani yani unakuwa wanaimbwa na timu zote. Si unaelewa? Anaenda huko mwisho wa siku anabaki pale. Mwisho baadaye ndo wanamwachilia. Sasa hapa bana kama Chama tukaanza kwenda Yanga muda mrefu sana. Unaelewa? Muda mrefu sana kaanza kwenda Yanga kabla ya kwenda sasa rasmi akiwa na utu uzima wake. Kwa hivyo anaweza akaenda, lakini sio kwa sasa hivi. Unaiona safu ya ushambuliaji ya Simba Sports ya msimu 25-26
ikivuna idadi kubwa mabao kuliko hivi sasa kwa muktadha wa kile. Yeah, of course unajua lazima nikwambie ukweli, yani timu ambayo inafunga mabao mengi sana ni timu ambayo ina safu nzuri ya kiungo cha ushambuliaji. Sio safu nzuri tu ya ushambuliaji. Viungo washambuliaji wenye uwezo mzuri wa kufunga wanaweza kuifanya timu kufunga mabao mengi zaidi. Fuatilia timu nyingi. Unanielewa? Fuatilia timu nyingi. Angalia timu ambayo inaongoza kwa kufunga mabao mengi barani Ulaya kwa sasa hivi, FC Barcelona. Umeona safu yao ya ushambuliaji? Si unanielewa? Hata kama Lewandowski akiumia, anakuepo Ferran Torres mshambuliaji wa kati, lakini si mfungaji mzuri sana wa magoli. Lakini kwa sababu kuna Rafinha, kuna Lamine Yamal, kuna Dani Olmo, kuna yani unakuta wana uwezo wa kunakupa kitu zaidi. Yani kwamba wanaweza wakafunga goli 4 ndani ya mechi moja kawaida, lakini at the same time wanaweza wakaconcede kwa sababu ya kukosa ile balance nzuri, kwa sababu bado timu yao inaundwa na wachezaji wachanga. Sasa kipindi ambacho Simba Sports Club wanafunga mabao mengi, sio unaelewa, pia walikuwa na wachezaji wengi kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji wenye uwezo wa kutengeneza mabao na kufunga mabao mengi, lakini pia ilishindwa kuchukua ubingwa. Maana nazungumzia msimu 2022-2023 ambapo Saido ndo alikuwa top scorer. Na Simba ilikuwa na mabao mengi zaidi ya kufunga kuliko Yanga ambao ndo walikuwa mabingwa. Kwa sababu pia walikuwa wanakosa balance nzuri wakati wa kujilinda. Lakini uwezo wa kufunga goli 7, goli 5, goli 6 ndani ya mechi moja walikuwa nao, kwa sababu wana wachezaji wengi wa kiungo ambao wana uwezo wa kufunga goli. Tofauti na ukiwa na mshambuliaji mwenye uwezo wa kufunga sana magoli, alafu kiungo chako kikawa kinatoa magoli machache. Kwa hiyo timu ambayo unategemea ifunge magoli labda 80 mpaka 75 mpaka 100, inatakiwa iwe na safu nzuri ya kiungo cha ushambuliaji. Sijui unanielewa? Kwa hiyo unapokuwa na Jean Charles huwa anakuhakikishia mabao, unapokuwa na Faisal Salum anakuhakikishia mabao, unapokuwa na Eli Mpanzo anakuhakikishia mabao, alafu kuna winga mmoja ambaye siwezi kukutajia kwa sasa hivi. Siri yangu hiyo. Yupo kwenye ile notebook ya Simba katika mawinga wanatakiwa anafunga vibaya mno. Ameshafunga magoli 21 kwenye ligi anaotoka. Anatokea taifa gani? Hapana, sasa nimekwambia siwezi kutaja bwana Jafe bwana. Amefunga mabao 21. Huyo ni winga, sio mshambuliaji wa kati. Mabao 21 na assist 8. Maana yake amecontribute mabao 29. Msimu huu ambao ndo unamalizika huu. Ameshatangazwa top scorer. Of course ameshatangazwa top scorer mapema sana. Anasajiliwa na Simba msimu unaokuja huu. Anatoka ligi ya Nishakwambia ndugu yangu nisamehe. Kwa sababu nikishasema hivi maana wakienda kumwangalia tu top scorer wa hiyo ligi washamjua. Kwa hiyo usiwe kuwa mvumilivu, mimi nitakwambia lakini si leo. Sababu competition hapa ni kubwa. Sasa kwa mtaja wengine wakaenda wakamfanya. Lakini kafunga magoli 21, assist 8 kwenye ligi yake. Alafu ni winga. Yes. Hiyo kodi umetoka tutapata. Mmenielewa. Kwa hivyo na kwa bahati nzuri labda nikutajia hatoki bara hili la Afrika. Hatoki bara la Afrika. Unaelewa? Lakini ni mtu kwa maana ya kwamba si Muafrika. Ndio ni Muafrika lakini hatoki bara la Afrika. Okay, anakohudumu kwa hiyo. Kwa sasa hivi ligi anaocheza haipo barani Afrika. Si unanielewa? Sasa utatafuta dunia nzima, sasa ukipata huyo winga wa hivyo basi khairi, lakini ndio hivyo kwamba yupo na ataenda kuongezeka pale. Na ndio maana nikawa nakwambia kwamba Simba akipata winga mfungaji, kwa sababu tayari nishajua kwamba yupo, ndio maana nikaamua nikupenyezee kabisa, kwa sababu najua nini ambacho Fadlu amekiplan kwenye daftari lake. Mimi swali la mwisho naomba nimalize. Wanachokifanya Simba Sports unaona kabisa kinakwenda ku maintain walichokipata ndani ya msimu wa 24-25. Finali wanayo mkononi. Unaona sasa usajili wa msimu unaofuata ni usajili ambao utakuwa na ushindani, lakini ndani yake kutaka kufanya mapinduzi zaidi ya kile walichokipata kwa msimu huu. Of course naiona Simba ikiwa hatari zaidi msimu unaokuja. Okay. Lakini kwenye michuano ya kimataifa by the way haitoshiriki tena shirikisho, itakuwa kwenye club bingwa. Na club bingwa ni ngumu, huwezi kumaliza maneno kwa sababu club bingwa utakutana na timu ambazo kwanza kuna surprise package, unaweza kukutana na timu ambayo ilikuwa haijulikani huko. Unakutana nayo pale na kuzibua, labda ile ndio imechukua ubingwa kwa mara ya kwanza kwenye historia yao. Unajua kuna zipo timu za aina hiyo. Kwa mfano RS Berkane ndio amechukua ubingwa wake wa kwanza kwenye historia yake. Anashiriki Champions League yake ya kwanza kwenye historia yake. Huwezi jua atakuja kwa sura gani katika mashindano ya msimu ujao. Hiyo nimekupa tu mfano. Lakini kuna vitimu unaga vinaibuka afu unashangaa vinakuwa hatari, labda lina mshambuliaji ambao labda ana uwezo hata wa kucheza Barcelona B huko.
basi tu katika kujitafuta tafuta akajikuta yuko pale. Unashangaa tu mnazibuliwa na vitu kama hivyo. Sababu hata Simba wakati wanamchukua Mixon ilikuwa UD Songo ilikuwa timu ya kawaida. Lakini kwa sababu tu ya uwepo wa Louis Mixon, Simba wakajikuta wameshindwa kukabiliana naye vyema, na ndio huyo alipeleka threat akafunga goli la mapema. Erasto Nyoni kaja akafunga goli la penalti. Anasahau kama wachezaji kila siku kukicha wanapungua uwezo, na kuna baadhi ya wachezaji wao muhimu wanahitajika na vilabu vingine vikubwa. Ukiwazuia wata underperform, ukiwaruhusu utahitaji kutafuta kama wale au zaidi ya wale ili uweze kurudi kwenye kiwango chako. Kwa hiyo ukijumlisha hizi factors zote utagundua anampa nafasi Simba kuweza kuperform vizuri zaidi msimu ujao kuliko msimu huu. Sina naelewa. Maana msimu huu sawa ana perform vizuri, lakini kwenye hizi mbio za ndani za ubingwa wa ndani huu amekuwa Yanga ana drop, anapanda yeye, baadaye anarudishwa yeye, anapanda Yanga baadaye. Sasa msimu ujao naona hatakuwa hivi. Akikaa ndo mpaka mwisho. Sababu msimu huu ni kama vile amekuwa na kupanda na kushuka, kupanda na kushuka na vitu kama hivi. Yeah. Mimi naendelea kusalia na zile 90% ambazo amezizungumza Heavyweight. Wewe subiri tu kushuhudia mchezaji akitambulishwa kuwa ni mali halali ya wekundu wa Msimbazi Simba. Tunaweka nukta, tutafungua ukurasa mwingine litakapojili la kukujuza, na tupo kukupa habari. Asalamu alaykum.